Mungu ambaye unatubariki. Ni wewe uliyesema yeyote atakayekuja kwako hautamwacha. Ulisema watu wa kujaribu kwa njia hii ya kukutolea waone kama utawafungulia milango na kuziachilia baraka kwa ajili yao. Ulisema tukutolee zaka na dhabihu, na ni kwa ajili tu ya kufanya chakula kiwepo katika nyumba, ili kazi ya Injili iinuke na kusonga mbele. Kuna watu wanakutolea tithe kwa uaminifu wao, kwa namna ulivyowabariki. Bwana Yesu wakumbuke na watendee. Ikiwa nakutolea tithe kwa uaminifu wao, kwa kadiri ya ulivyowabariki, Bwana Yesu ukawabariki na ukawakumbuke maisha yote. Kile ambacho wanafanya kifanyike baraka kwao. Kile ambacho wanafanya hakitawahi zuiwa wala kuharibika. Ikiwa Bwana Yesu watu wanakuja kwako kwa uaminifu wao na wanakutolea wakijua sehemu ya 10 ya mapato yao sio yao, yanahitaji achende kazi yao, ni ishara ya kwamba umetufungulia milango na tunakutolea kwa sababu umetubariki. Ikiwa watoto wako wanakuja kwenye madhabahu na wakijua siri ya mafanikio yako katika kukutolea, na ikiwa wanakuja mahali hapa masaa haya yasiwakumbuke, wape neema ya chana na wape baraka ya kweli. Ni nani atakayewazuia kubarikiwa ikiwa wanafanya kazi yako kwa uaminifu kwenye maisha yao? Ni nani atakayewazuia kubarikiwa ikiwa wanajitoa kwa nguvu zao na kwa mali zao? Na ikiwa Mungu wanakutukuza, si kwamba hawakuwa na vitu vya kufanya, lakini wanaelewa ya kwamba hii ni kwa ajili ya Injili yako. Na ikiwa mtu anaanza na wewe katika maisha yake, utaanza na vitu vyake, utaanza na maisha yake, na utatawala maisha yake. Wafungulie baraka zote kila chochote wanafanya, maana unajua
uaminifu wao kwako na kile wanafanya kwako. Unaelewa kile wanachotenda. Hakuna mwanadamu anayeweza jua moyo wa mtu, ila wewe unajua mioyo ya mtu wote. Wengine wanakutolea dhabihu, wengine wanakutolea kwa ajili ya kukushukuru, wengine wanakutolea special sacrifice kulingana na jinsi ulivyowasemesha na walisikia sauti yako ndani yao ukiwasemesha kipi wanatakiwa kutenda ili upate sababu ya kuabudu. Na ikiwa wametii sauti yako, ulisema yeyote atakayetii sauti yako unayomaagiza utambariki. Sawasawa na Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 1. Zile baraka zote ulizosema kupitia neno lako kitabu cha Kumbukumbu la Torati simfuate mtu, isipotee baraka hata moja kwa ajili yake. Na every substitution power kutoka kuzimu ya kupindisha baraka za mtu ili kuzipeleka pasipostahili, hiyo roho ninaing'oa na hiyo nguvu ninaipiga na kuiteketeza kwa moto. Yesu, kila anayekutolea kwenye nyumba hii na kwenye haya madhabahu abarikiwe na ainuliwe. Kwenye maisha yako, wengine wanakutolea kwa ajili ya magonjwa yaliyowatesa katika maisha yako. Wapone waishi, wapone na waishi, wapone na waishi, wapone na waishi, wapone na waishi. Wagonjwa wote wapone, laana ziondoke na kila vita vya giza viondoke na wote wabarikiwe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya madhabahu haya. Bariki yeyote anayekutolea kwenye hii madhabahu, maana unamjua ya kwamba anafanya ni kwa ajili yako na kwa ajili ya kazi yako. Yesu, ninakushukuru na kukutukuza kwa maana uko mahali hapa. Bariki wote, bariki kila mmoja, bariki wa mama, wa baba, vijana wa kike na wa kiume na watoto wetu wote wabarikiwe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Wanaweza wakaenda madhabahuni. Unastahili Bwana.
unastahili Bwana, unastahili, unastahili Bwana, Basi wakati tunaelekea mwisho wa ibada yetu, tutakuwa na ibada kesho. Tutakuwa na maombi kwa ajili ya zaidi kwa ajili ya mwezi wa tatu na kuombea mwezi wa tatu zaidi. Kesho tarehe 2, na tutakuwa na ibada ya Jumatano, ibada ya mafundisho, na tutakuwa na ibada ya Ijumaa, ibada ya maombi na mafundisho ikibidi, lakini zaidi tunakuwa na muda wa kuomba hiyo siku ya Ijumaa, lakini tutakuwa na neno la Mungu. Kwa hiyo kesho tutakuwa na maombi na maombezi. Ikiwa kuna watu pia wadau wanahitaji maombezi, wafike kesho jioni saa 10 kamili. Kwa hiyo tukutane hapa kesho saa 10 jioni, Jumatano saa 10 jioni na Ijumaa saa 10 jioni, Jumapili asubuhi saa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa na hayo, tutakuwa na ibada hiyo kwa siku hizo za siku 3 za katikati pamoja na ile ya Jumapili. Kwa hiyo Mungu akupe neema na endelee kutawala maisha yako, akupe neema zaidi na akupe uzima na afya njema ndani ya mwezi huu wa 3. Mungu akukirimie baraka tele na akupe nguvu ya kushinda zaidi vita yoyote ya kiroho. Mungu akupe nguvu ya kushinda, yawe ni magonjwa, iwe ni ajali, yawe ni chochote ambacho kinafanyika rohoni kwa ajili yako. Mungu akupe kushinda. Kwa hiyo Mungu akupe ushindi kwa sababu wewe ni mshindi. Kwa tunaamini ya kwamba kila mtu atafunguliwa na atabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame juu ili tuombe maombi ya mwisho kwa ajili yako. Funika macho yako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu utuponyaye, ni Mungu unayetubariki, ni Mungu unayetuponya, ni Mungu ambaye haufananishwi na chochote, ni Mungu tunayekutegemea. Watu waliochoka wanapokuja kwako wanapata pumziko. Watu waliougua na kuteswa na magonjwa wanakuja kwako na wanafunguliwa.
Watu hawa wako mahali hapa na wanahitaji neema ya baraka zako kwa ajili yao. Yesu, ninaomba neema na baraka kwa kila mtu aliyeko mahali hapa. Anapotoka mahali hapa, nguvu za Mungu tu ziingie ndani yake, na abarikiwe na afunguliwe na aishi. Chochote kibaya kilichopangwa na watu wabaya kwa ajili yake hakitatimia. Ninafuta laana zote, ninafuta mabaya yote, ninafuta kila chochote kibaya. Magonjwa mengine ambayo hata hospitalini hayana tiba, wameenda hospitalini wamekosa msaada, wameenda kwa wachawi na waganga wamekosa msaada. Lakini leo nguvu zako kutoka katika ufalme wako, Mungu mwenye nguvu, kutoka katika ufalme wako zinaposhuka kwenye haya madhabahu na kwa kila mtu aliyeko mahali hapa, pokea ushindi, pokea uzima, pokea afya, pokea furaha, pokea amani, pokea baraka, pokea utele katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza yeyote kwa nyumba hii aliyeko mahali hapa na anayetoka mahali hapa atoke na baraka tele, the mighty name of Jesus. Kijana wetu tunamfunika kwa damu ya Yesu Kristo, na kila roho iliyovamia maisha yake ifutwe, 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 ifutwe. Roho ya wenda wa shimo, roho ya kuchanganyikiwa, lost in the name of Jesus. Tunafungua ufahamu wake na akili yake, akombolewe, aishi, awe na furaha. Tunarudisha ufahamu wake na akili yake. Kila roho ya giza iliyovamia maisha yake itoweke na aishi maisha ya furaha. Baba,